Hivi umewahi kujiuliza swali moja kuhusiana na mtu ambaye anakuwa amepandisha mfano mapepo, alafu anazungumza mambo fulani ambayo katika hali ya kawaida yanaonekana ni ya kweli? Yaani yule pepo anapiga bonge ya siri kuhusiana na maisha yako au kuhusiana na maisha ya watu wengine. Je, Biblia inasemaje kuhusiana na maneno ambayo yanatoka kutoka kwenye vinywa vya mapepo? Je, tuyaamini au tusiyaamini? Sasa swali hilo na mengine yatajibiwa katika somo la leo. Somo la leo ni somo la shule ya wanafunzi linaloitwa Paulo na Sila wakiwa gerezani. Na kimsingi somo hili linapatikana kutoka katika kitabu cha Matendo ule mlango wa 16 mstari wa 16 mpaka wa 40. Kichwa cha ujumbe ni Paulo na Sila wakiwa gerezani. Na maandiko ya somo ni Matendo ya Mitume ule mlango wa 16 mstari wa 16 mpaka wa 40. Sasa naomba tuende pamoja. Tusome hayo maandiko kwanza. Mstari wa 16 mpaka wa 40. Biblia inasema, ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta. Huyu anaitwa pepo wa uaguzi, kwa Kiingereza anaitwa fortune teller, yani wale ambao wanaeleza, ni kama wanatabiri. Kwa hiyo ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya watu, mbele ya wakuu wa mji. Wakawachukua kwa makadhi. Makadhi ni viongozi. Wakasema, watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi. Tena wanatangaza habari ya desturi zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi ni Wayahudi, ni Warumi. Kwa kuwa sisi ni Warumi. Makutano wote wakaondoka wakawaendea makadhi, wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani, wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde. Naye akiisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkatale. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakatokea tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga, akataka kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tupo hapa. Akataka taa ziletwe, akarukia ndani akitetemeka kwa hofu, akawaangukia Paulo na Sila. Kisha akawaleta nje akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Swali muhimu sana kwenye somo la leo.
wakamwambia, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Wakamwambia neno la Bwana yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake. Akawakaribisha saa ile ile ya usiku, akawaosha mapigo yao, kisha akabatizwa yeye na watu wake wote katika wakati huo huo. Akawaleta juu nyumbani kwake, akawaandalia chakula. Akafurahi sana yeye na nyumba yake yote, maana amekwisha kumwamini Mungu. Kulipopambauka, makadhi wakawatuma wakubwa wa askari wakisema, waacheni watu wale waende zao. Yule mlinzi wa gereza akamwarifu Paulo maneno haya akisema, makadhi wametuma watu ili mfunguliwe. Basi sasa tokeni nje, enendeni zenu kwa amani. Paulo akawaambia, wametupiga mbele ya watu wote bila kutuhukumu, na sisi tu Warumi. Tena wametutupa gerezani, na sasa wanataka kututoa kwa siri, sivyo? Lakini na waje wenyewe wakatutoe. Wakubwa wa askari wakawapasha makadhi habari za maneno haya, nao wakaogopa waliposikia kwamba hao ni Warumi. Wakaja wakawasihi, na walipokwisha kuwatoa nje, wakawaomba watoke katika mji ule. Nao wakatoka gerezani, wakaingia nyumbani mwa Lidia, na walipokwisha kuonana na ndugu, wakawafariji, wakaenda zao. Wow. Nisema somo linaitwa Paulo na Sila wakiwa gerezani, na maandiko ya somo yanatoka katika kitabu kile cha Warumi ule mlango wa 16 mstari wa 16 mpaka 40. Sasa naomba tuangalie kweli ya Biblia kuhusiana na somo hili la leo. Kweli ya Biblia ni hii kwamba Mungu analo kusudi dhahiri kwa ajili ya maisha yetu, na atalitimiza kusudi hilo bila kujali hali zikoje. Mungu analo kusudi dhahiri kwa ajili ya maisha yetu, na atalitimiza kusudi hilo bila kujali hali zikoje. Yaani aliye na kusudi hapa ni Mungu, na hilo kusudi alilonalo Mungu ni kwa ajili ya maisha yetu, na Biblia inasema kweli, inasema kwamba atalitimiza. Najua katika vitu ambavyo Mungu hawezi kufanya, jambo ambalo Mungu hawezi kulifanya ni hili: kusema uongo. Mungu si mwanadamu hata adanganye. Kwa hiyo Mungu anapokuwa na kusudi au ahadi kwenye maisha yako, ujue hiyo ahadi ni ya kweli na itatimia, kwa sababu yeye hadanganyi. Lakini pili, ujue kabisa Mungu hapungukiwi resources za kutimiza kile alichoahidi. Sio kama mwanadamu anaweza kuahidi alafu baadaye mambo yake yakawa mabaya alafu akakutosa, akakuacha. Mungu akikuahidi atatenda. Weka kwenye njia tu ya Mungu, na hizo ahadi za Mungu au kusudi za Mungu huwa hazijali hali ikoje. Yaani Mungu huwa haangalii unapitia kwenye hali gani. Wewe kitu unachoona ni hali mbaya, hamna hali mbaya kwa Mungu. Mungu anamiliki majira na nyakati za watu. Mungu anamiliki kila kitu. Kwa hiyo ninakutia moyo kwamba kusudi la Mungu litatimia kwenye maisha yako. Lakini mstari wa kukumbuka unapatikana katika kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa 4 na mstari wa 2. Timotheo wa pili mlango wa 4 na mstari wa 2. Biblia inasema pale, lihubiri neno, uwe tayari wakati ufaao na wakati usiofaa. Lihubiri neno. Huu ni mwito, haya ni maagizo tunayopewa sote kwamba tulihubiri neno la Mungu, tuwe tayari wakati wote. Sio hubiri tu wakati unaofaa kwa mujibu wa ratiba yako, hapana.
tunapaswa kuhubiri neno la Mungu wakati wote na tunatakiwa kuwa tayari. Ndio maana hapa unaona Paulo na Sila walikuwa tunaona walikuwa gerezani, lakini kabla hapo wamepitia vipigo, lakini hawakuacha kuhubiri Injili. Kwa hiyo nyakati zozote, wakati wowote walikuwa tayari. Huu ni mfano ambao sisi tunatakiwa kuchukua katika nyakati zetu za leo. Wakati unaona kabisa kwamba huu ni wakati ambao pengine mazingira yanaruhusu kabisa kuhubiri Injili, hubiri. Hata wakati unaona kabisa kwamba kuna hatari, Injili inahubiriwa nyakati zote na inahitajika wakati wote. Sawa, sasa naomba tuangalie mambo 7 tunayojifunza katika somo hili la leo. Mambo 7 tunayojifunza katika somo hili la leo. Jambo la kwanza ni hili: hauwezi kutenganisha utumishi mbele za Mungu na maombi. Hauwezi kutenganisha utumishi mbele za Mungu na maombi. Hili ni jambo la kwanza tunalojifunza. Kwa nini? Kwa sababu maombi ni mawasiliano ya kazi kati ya mtumishi na Mungu anayemtumikia. Maombi ni mawasiliano ya kazi kati ya mtumishi wa Mungu na Mungu aliyemtuma. Kwa hiyo ili mtumishi wa Mungu siku zote aweze kufanya kazi ya Mungu vizuri, inampasa awe na mawasiliano na Mungu aliyemtuma. Ili kama ana maswali basi magumu anatakiwa amuulize Mungu. Kama ana changamoto yoyote kwenye kutenda kazi anatakiwa iwasilishe kwa Mungu. Yule ndio amekutuma. Kama Mungu ndio amekutuma, na kila kitu kwa ajili ya kazi aliyokupa. Na unajua Mungu wetu hapungukiwi na kitu chochote. Kwa hiyo ukitaka kuwa na huduma kubwa, ukitaka kumtumikia Mungu katika viwango vya juu, boresha mawasiliano na Mungu aliyekutuma. Hiyo ni siri kubwa sana ya ushindi kwenye huduma yako. Tunaona hapo kwenye mstari ule wa 16a, ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, anasema, alafu inaendelea bi yake. Hii ni 16a. Matendo ya Mitume mlango wa 16 mstari wa 16a. Biblia inasema ikawa tulipokuwa tukienda mahali pa kusali. Ukisoma ili andiko hapa, unaona kuna kitu ambacho kilikuwa kinaendelea cha kimaombi, ambacho kilikuwa ni tabia ya watu hawa kusali. Unapoamka asubuhi lazima uwasilishe mpango kazi kwa Mungu. Leo naenda kuhubiri mahali fulani, naenda kufanya mahali fulani, au kuna kitu fulani naenda kufanya. Na jioni lazima ufanye feedback ya zoezi ile ambalo umelifanya. Kama kuna mapungufu unayaona utaeleza mbele ya Mungu. Si ni mawasiliano? Unajua tunafanya maombi yanakuwa kitu kigumu sana, kwa sababu tunaona tuko maombi ni kuomba na kuhangaika. Hapana, maombi ni mawasiliano. Unaona? Jambo la pili tunalojifunza ni kwamba naomba ili tusikilizane kwa makini kabisa. Hata shetani akisema ukweli hakumfanya asiwe muongo na mwovu. Hata shetani akisema ukweli, ule ukweli anaosema haumfanyi asiwe muongo na mwovu. Taenda kujibu ile swali la kwanza, muda sio mrefu. Unaona? Hebu tusome mstari wa 16b mpaka 18 alafu nitarudi. Matendo ya Mitume mlango 16 mstari wa 16b mpaka wa 18. Biblia inasema, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Alikuwa anafanya kama kutabiri. Yaani unakuja huyu kijakazi anapandisha pepo, anatabiri, anakusemea mambo yako, kama vile unavyoona mganga anapopandishaga mashetani yale. Kwa hiyo mstari wa 17, akamfuata yule kijakazi mwenye pepo, akamfuata Paulo na sisi, akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu.
hichi anachokisema huyu pepo ni kitu cha kweli. Ni kweli kwamba Paulo alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Paulo na Sila ni kweli walikuwa watumishi wa Mungu, na ni kweli walikuwa wanahubiri njia ya wokovu. Mstari wa 18, akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akisikitika, akageuka akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Sasa narudia, nisikilize vizuri. Nasema hivi, hata shetani akisema ukweli hakumfanyi asiwe muongo na mwovu. Si yule pepo sikazungumza ukweli? Shetani huona mambo ya rohoni na kuyasema kwa sababu yeye pia ni kiumbe wa rohoni. Kwa hiyo anaweza kuaccess kesho, na anaweza kuangalia past yako, anaweza, kwa sababu historia yetu na mambo yetu yote yanayokuja yapo kwenye ulimwengu wa roho, yameandikwa na yanasomeka na kuonekana. Nakumbuka kwenye ulimwengu wa roho anaishi Mungu upande mmoja na malaika zake, lakini pia shetani na mapepo yake upande mwingine. Kwa hiyo ule ni ulimwengu wanaoishi. Kwa hiyo ukiona mtu anakutabiria kwa kutumia mapepo, lisikusumbue hilo. Kwa hiyo hawawezi kuacha kuona mambo ya kweli ya rohoni, kwa sababu si wanaishi rohoni. Hivyo usibabaishwe na utabiri wake, hata kama ni wa kweli. Utabiri wa kweli haumfanyi shetani kuwa mtakatifu. Napenda nirudie tena, utabiri wa kweli haumfanyi shetani kuwa mtakatifu. Na ili ujue kuwa ni muongo, ndiyo maana Paulo alipotamka jina la Yesu Kristo, nasema ili ujue kuwa ni mwovu, shetani ni mwovu. Ndiyo maana Paulo alipotamka jina la Yesu Kristo katika ule mstari wa 18, pepo yule mchafu alitoka. Naona sasa, kama yule pepo angekuwa roho msafi kutoka kwa Mungu, au angekuwa ni kiumbe mwema, asingetoka Paulo alipotamka jina la Yesu Kristo, asingetoka kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama ni si kiumbe kizuri, kama hiki kitu ni kizuri, kama hiki kiumbe ni kizuri, hakiwezi kikaathiriwa na jina la Yesu, hakiwezi kikatolewa na jina la Yesu, kwa sababu jina la Yesu linapotamkwa kwa mtu aliye huru linakuwa baraka. Hilo hilo jina la Yesu linatoa mapepo, lakini hilo hilo jina la Yesu linabariki. Hii ni sawa na hii ni sawa na majini fulani yanaitwa maruhani, au mengine yanaitwa sharifu. Kuna watu huwa wanapandisha maruhani, alafu yakishapanda yanaanza kuzungumza vitu, yanaanza kuwaongoza watu kwenda kuchimba dawa, si vitu gani, umeona? Na kuna watu wanasema kwamba majini ni viumbe wa Mwenyezi Mungu na wanasali kwa Mungu. Kwa hiyo unakuta yule maruhani yule anapanda, yeye anaongoza watu kwenye dawa, wanasema huyu ni kiumbe, na yeye unaona kuna wakati anaweza kukusalimia kabisa kwa salamu fulani. Mimi nipo kwenye hii, in fact niko kwenye huduma muda mrefu sasa. Haya mambo ya kutoa mapepo na nini kwa miaka tu ya kutosha. Kuna wakati nakumbuka nilikuwa ninapambana na aina ya hizi spirit, naomba linatoka, alafu jakaa sawa, unasikia linakuja jingine linakusalimia kabisa kwa salamu fulani, alafu linakuambia mimi ni Sharifu, nipo kwa ajili ya kumsaidia, nipo kwa ajili ya kumuongoza. Umeona? Yaani linachoongea linaongea kama kitu cha maana. Umeona? Lakini unaposema katika jina la Yesu ninakuamuru wewe pepo mtoke, au wewe jini mtoke, unaona linapiga kelele na mwisho linatoka. Sasa mwisho unajiuliza, kama hiki kitu kingekuwa ni kizuri, kama haya majini ingekuwa ni viumbe wazuri wanaosaidia watu, kwa nini unapotamka jina la Yesu wanachoma moto? Kwa nini wanatoka? Ndugu yangu, chukua hatua. Chukua hatua. Mpokee Yesu. Achana na hivi vitu vingine vya ajabu ajabu.
Hilo ni jambo la pili. Sasa jambo la tatu ni kwamba shutuma nyingi unazoelekezewa ni kwa sababu umegusa maslahi ya watu waovu. Shutuma nyingi, kama unahubiri injili ya kweli na wewe ni mtumishi wa Mungu wa kweli, huna makando kando yeyote, utapokea shutuma. Na kuambia hata yale mambo ambayo unafanya kwa heri kabisa na kwa uzuri, utalaumiwa naye, kwa sababu chochote unachokifanya kwa Mungu ujue unagusa maslahi ya upande wa pili wa giza. Kwa maana anasema hivi, shutuma nyingi unazoelekezewa ni kwa sababu umegusa maslahi ya watu waovu au ufalme wa uovu. Ndio maana injili ni vita vya ukombozi. Yeyote anayehubiri injili anafanya vita vya ukombozi. Unawakomboa watu kutoka katika nguvu za giza, kutoka katika mateso yao, kutoka katika utumikishwaji wa adui, wanawekwa huru. Injili ni vita ya ukombozi. Ukiingia vitani kuhubiri hii injili, usilale. Kwa sababu gani? Usingizi wa aina yoyote unaweza kukatisha maisha yako. Usilale. Wewe ni mtumishi wa Mungu, unalala masaa 12. Wewe ni mtumishi wa Mungu, unalala saa 3 au saa 4 mpaka saa 12. Hujaamka, hujaomba, hujawasiliana na Mungu. Wewe ndugu yangu, unataka kufa. Tusome mstari wa 19 mpaka 24. Matendo ya Mitume mlango wa 16 mstari wa 19 mpaka 24. Biblia inasema pale, basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea, ni baada ile pepo kutolewa na Paulo, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji, wakawachukua kwa makadhi, wakasema, watu hawa wanachafua sana mji wetu. Unaona mashutuma hayo, kwa sababu wamegusa maslahi yao. Tena wanatangaza habari ya desturi zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi ni Warumi. Makutano wote wakaondoka, wakawaendea makadhi, wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora. Unaona sasa. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani, wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Umeona? Sio wako gerezani alafu wakafungwa na mikatale. Naye akiisha kupata amri hii akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mikatale. Haya yote yamewapata Paulo na Sila kwa sababu gani? Kwa sababu tu wamegusa maslahi ya watu, kwa sababu tu wametoa pepo, kwa sababu ile pepo alikuwa anawaingizia fedha nyingi. Yaani yule kijakazi alikuwa anatumika kuagua. Kwa hiyo utakapofanya kazi ya Mungu, ndugu yangu, utakumbana na mambo haya, shutuma. Hii ni vita ya ukombozi. Usilale usingizi. Sasa nataka nizungumzie kitu fulani hapa kwenye pointi ya 4. Pointi ya 4 ni hii, ili kujazia pointi ya 3. Unapoomba na kuimba wakati wa vifungo na mateso yako, unasababisha pingu na vifungo kukatika katika maisha yako. Paulo na Sila wako gerezani, wako kwenye mateso, wako kwenye maumivu, wamepigwa. Ukisoma Biblia ya Kiingereza anasema walivuliwa nguo, wakachapwa mgongoni mpaka chini, wamechapwa wakiwa uchi, damu zinawavuja. Ndio maana ukisoma kule kwenye 40 kule 39-40 unaona wanakuja kuoshwa yale mapigo, vidonda, yani wameumizwa, alafu wamefungwa gerezani. Haitoshi tu kufungwa gerezani, wamefungwa ndani ya gereza, alafu wamefungwa tena miguu na hiyo mikatale kama pingu hivi. Unaingiza miguu, mbao inakukamata, yani unaingiza miguu kwenye sehemu fulani kama mbao hivi, miguu yako hivi unafunga huko, inaitwa mikatale. Sasa wako gerezani alafu wamefungwa tena, unaona, alafu wana vidonda, yani hata kama kidonda kinauma huwezi hata kufanya namna fulani. Umeona mateso waliokuwa wanaipata, lakini wako kwenye mateso. Ndio hichi ambacho nasema usilale usingizi unapokuwa vitani.
wao kwenye mateso, lakini Paulo na Sila wanamwimbia Mungu na kumwomba. Ndio nasema usilale usingizi. Hivi ni vita vya ukombozi. Unapoomba na kuimba wakati wa vifungo na mateso yako, unasababisha pingu na vifungo kukatika katika maisha yako. Kwa sababu gani? Unapoomba unawasiliana na yule aliyekutuma. Na maombi yalipokuwa mazuri, unaweza ukaomba umefungua mdomo kwa kusikika, na unaweza ukaomba roho. Mtu hawezi kukuzuia kuomba. Wewe ndio unaweza kujizuia usiombe, au wewe ndio unaweza ukaamua usiombe. Lakini hawa wanaomba, lakini sio kuomba tu, lakini wanaimba pia. Unapoimba unamtukuza Mungu, ni kama vile unamzomea shetani. Yaani kwenye mateso umepigwa, shetani anategemea utalia, lakini wewe ndio kwanza unaimba na kumtukuza Mungu. Unamsifu yule ambaye amekusababisha uwe gerezani. Unajua linakuwa ni zomeo kubwa sana kwa shetani. Na unapofanya namna hiyo ndipo ambapo sasa unagusa mbingu. Unapoimba kwenye matatizo ni kwamba hata mbingu unaishangaza mbingu kwa ile imani, kwa ile tegemeo ambalo umelikaza kwa Mungu. Ndio maana unaona sasa mbingu lazima itakutetea. Unaona gereza linatikiswa kwa tetemeko, milango ya gereza inafunguka. Unaona pingu na mikatale ile inakatika kwenye mikono ya mtu. Haleluya. Ipo nguvu kubwa sana kwenye maombi na kumsifu Mungu wakati wa matatizo, kwa sababu hiyo inakata vifungo na kukutoa kwenye magereza ulionayo. Na mimi sasa umenielewa vizuri. Soma ile mstari wa 25 na 26, nasema lakini panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu. Mstari wa 25 na 26. Lakini panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa na tetemeko kubwa la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara milango ikafunguka, vifungo vyote vikalegezwa. Kulegezwa ni kukatika. Ndicho nilichozungumza hapo juu. Jambo la tano ni kwamba tunalojifunza katika somo la leo ni kwamba wokovu na majawabu ya shida, mashaka na usichokijua ni kumwamini na kumpokea Bwana Yesu Kristo. Narudia tena. Wokovu na majawabu ya shida na usichokijua ni kumwamini na kumpokea Bwana Yesu Kristo. Kifupi kabisa, wokovu ni majawabu au ni jawabu ya jambo lolote unalopitia kwenye maisha yako, kwa sababu wokovu unakuhamisha kutoka kwenye ulimwengu wa giza, ulimwengu wa mateso, ulimwengu wa kuonewa, na kuwa katika kundi la wana wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anakuwa na interest na maisha yako. Ukisoma kwenye mstari wa 27 mpaka 31 utaona hichi ninachokisema. Nasema Biblia pale, yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga wake, yani alichomoa upanga wake, akataka kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akasema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tupo hapa. Akataka taa ziletwe, akaruka ndani akitetemeka kwa hofu, akawaangukia Paulo na Sila. Kisha akawaleta nje akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Wakamwambia, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Haya ndio ninazungumzia kwamba haya yanaweza ikawa ni mashaka yako, ni mambo usiyoyajua, mishtuko yako, mambo yanayokushangaza. Yaani inakuwaje mtu anaimba na kuomba milango ya gereza inafunguka? Inakuwaje mtu anaimba na kuomba pingu zinakatika? Haya ni maswali ambayo yalikuwa yakimsumbua huyu bwana jela. Umeona? Naye akatamani kuingia kwenye kundi la watu hawa wanaosaidiwa na Mungu. Watu wanasemaga mimi ni yule ambaye anasaidiwa na Mungu. Hivi unajua ile usaidiwa na Mungu?
sio kuimbaimba tu, mimi ni yule nasaidiwa na Mungu. Kusaidiwa na Mungu ni kuishi maisha haya, ni kumtegemea Mungu, ni kuacha hizo dhambi zako za rejareja, ni kunyooka kwenye njia ya Mungu. Je, unaweza kuipitia njia? Sio sema mimi ni yule anasaidiwa na Mungu. Hiyo ni mipasho. Kusaidiwa na Mungu ni maisha kama unayoona hapa aliyokuwa akiishi Paulo na Sila. Tuwe serious na mambo ya Mungu. Wokovu, okoka kweli ili usaidiwe na Mungu. Jambo la sita tunalojifunza ni kwamba furaha ya kweli hupatikana unapomwamini Bwana Yesu Kristo na kuokoka. Furaha ya kweli, achana furaha nyingine. Furaha ile ya kweli inayoitwa furaha ya kweli hupatikana unapomwamini Bwana Yesu Kristo na kuokoka. Mstari wa 34 wa 32 mpaka 34, Biblia inasema wakamwambia neno la Bwana yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake. Akawakaribisha saa ile ile ya usiku, akawaosha mapigo yao, kisha akabatizwa huyo bwana jela, yeye na watu wake wote. Wakati huo huo, ndio wiki iliyopita nilizungumzia umuhimu wa kubatizwa. Ubatizwe, na kubatizwa ni kuzamishwa kwenye maji mengi, sio kusuuzwa na maji. Biblia ihubiriwe jinsi inavyotakiwa. Neno la Mungu lisemwe bila kutazamana uso, sababu neno la Mungu sasa linachafuliwa sana na mambo mengi. Kwa hiyo wakabatizwa usiku ule, akawaleta. Sasa sikiliza, walienda kubatizwa, walivyotoka kule korongoni mtoni, akawaleta juu nyumbani kwake, akawaandalia chakula, akafurahi sana yeye na nyumba yake yote. Maana kwa nini alifurahi? Maana amekwisha kumwamini Mungu. Ndio maana anasema furaha ya kweli hupatikana unapomwamini Bwana Yesu Kristo na kuokoka. Yule alikuwa na hofu, alikuwa na mashaka, hapa tunamuona akiwa amefurahi sana. Kwa nini? Kwa sababu amekwisha kumwamini Mungu, na kumwamini Mungu ndio huko kuokoka. Kwa maana ukimkiri Yesu kuwa ni Bwana kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako utaokoka. Andiko linasema kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 10 mstari wa 9 pale. Jambo la mwisho ni hili kwamba ukishaamini na kuokoka, dumu katika kusali na mafundisho ya neno la Mungu. Ukishaamini na kuokoka, dumu katika kusali na mafundisho ya neno la Mungu. Sala na mafundisho ya neno la Mungu yanatunza wokovu. Sala na kujifunza neno la Mungu kuna kupa msaada wa Roho Mtakatifu ambaye atakuwa pamoja nawe siku zote. Kwa hiyo unadumu kwenye kusali, usiokoke tu alafu baada ya hapo ukawa unaendelea maisha yako. Hapana, wokovu ni kitu cha kulindwa kupitia maombi, utakatifu, kusoma neno na kumtegemea Mungu. Kwa hiyo tunaona kwenye mstari wa 40 pale, nao wakatoka gerezani wakaingia nyumbani mwa Lydia, na walipokwisha kuonana na ndugu wakawafariji, wakaenda za kumbuka yale yaliyotokea kwa Lydia. Hapa anasema walipokwisha kuonana na ndugu wakawafariji. Hii kinachoitwa faraja, Biblia inasema kwenye Kiingereza inasema walihubiriwa Injili, walitiwa moyo kupitia Injili, walifarijiwa kupitia Injili. Bwana asifiwe. Sasa baada ya haya, kama unaona unamhitaji Yesu kwenye maisha yako ili afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yako, naomba ufuatilize sala hii nyuma yangu. Sala hii kimsingi utakiwa kuisema wewe, lakini mimi nakuongoza tu. Kwa hiyo funga macho yako, muamini Mungu, sali sala hii kwa imani, utapokea wokovu na kupata faida hizi zote ambazo nimekuwa nilizofundisha katika somo hili. Sema: Bwana Yesu, niko mbele zako, mimi mwenye dhambi, ninakuja kwako, ninatubu maovu yangu, nikijua ya kwamba wewe ulikufa, ukazikwa, ukafufuka kwa ajili yangu.
kuanzia leo, kuanzia sasa, ninamkataa shetani na kazi zake zote. Ninakusihi Bwana Yesu, ufute jina langu katika kitabu cha hukumu cha wale wanaoenda motoni, na ninakuomba uandike jina langu katika kitabu cha uzima. Kuanzia sasa, ninakusihi utawale maisha yangu. Ninamkataa shetani na kazi zake zote, na ninakupokea wewe Bwana Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen. Basi kama umesali sala hii kwa uaminifu, naomba nikuombea. Baba, katika jina la Yesu, ninamwombea mtazamaji wangu baada ya kusikia neno lako hili. Ninaomba ukapate kwenda kubadilisha maisha yake. Umwepushe na mambo yote ambayo yalikuwa yakimtesa, na vifungo na laana. Umponye magonjwa yote yaliyokuwa yakimtesa. Kuanzia sasa, akifanyika mwana kwako, atakuwa huru kama neno lako linavyosema. Ninaomba ukamjaze Roho wako Mtakatifu na kumsaidia. Utukufu wako usipungue kwenye maisha yake. Akuone wewe, Mungu. Umpe hatua za kusonga mbele, naye akafanikiwe na kufurahia maisha haya mapya aliyo Bwana aliyeanza siku ya leo. Katika jina zuri na takatifu la Bwana Yesu Kristo, ninaomba na kushukuru. Amen. Kama umesali sala hii kwa imani na kwa kumaanisha umeokoka, tafuta kanisa lolote la watu waliookoka, uende ukajiunge na ukaanze mafundisho ya neno la Mungu. Mungu akubariki sana. See you next time. Amen.